Amina. Niombe tukae tafadhali, kaeni kwa furaha na amani mbele za Bwana. Jina la Bwana Yesu barikiwe sana. Tupungiane hewani kila kidogo. Asante sana. Mgeukie jirani yako, mpe tano za juu. Mpe tano za juu. Amina. Sasa mamajusi hawa walikuwa wa mataifa, si wa tohara. Makundi matatu ambayo tumeanza nayo. Tumeanza na Simeoni, tumeanza na wachungaji, tukaja na mzee Simeoni, tukaja na nani? Na huyu Ana binti Fanueli. Hawa ni Wayahudi, watu wa tohara. Lakini mamajusi ni wa mataifa. Yesu hakuja tu kwa ajili ya watu fulani na kundi fulani na taifa fulani. Amekuja kwa ajili ya watu wote. Tumeona pendwa? Amekuja nini? Watu wote, wenye tohara na sio na tohara, watakatifu na wasio watakatifu. Amekuja kwanza. Dunia, Yesu anapozaliwa, dunia ni chafu, ni mbovu, yote imeharibikiwa. Wenye sheria wameharibikiwa, wasio kwa sheria wameharibikiwa. Sote tunakutana katika Kristo Yesu. Tunafanya tunatakaswa katika yeye. Tunafunguliwa na kuwekwa huru katika Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Yeye ndiye mkombozi wetu. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote. Na hawa wanaokuja wa mataifa, wanajimu hawa, masatani hawa ambao wanakuja namtafuta Yesu kwenda kumwabudu na kumpa zawadi, ni wa mataifa, sio Wayahudi, sio wa dini ya Kiyahudi. Hawana chembe ya Uyahudi ndani yao, ni wa mataifa pase. Hii inatulisha nini? Hapa ndipo tuna kazi ya umisheni. Yesu amekuja kwa watu wote, hata zaidi ya mipaka ya Tanzania tunawiwa kupeleka habari njema. Kwa mikoa yote ya Tanzania kupeleka habari njema, na kote ulimwenguni. Kwa sababu hao walitoka wapi? Mashariki, pita Syria, unaingia Iraki, hadi unafanyaje? Unakaribia wapi? Unakaribia Uajemi au Irani. Wametokea huko. Tuko pamoja wapendwa? Kuonyesha kwamba Mungu nini? Hana upendeleo, anawapenda wote. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na nini? Na uzima wa milele. Watu wote ulimwenguni. Mamajusi hawa, wanajimu hawa, wanadhihirisha Mungu anawapenda watu wote sawa. Wote ni wenye dhambi. Tunakutana pamoja katika nani? Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Yeye alipozaliwa ndiyo jibu, ndiyo ukombozi, ndiyo nuru, ndiyo taraja, kimbilio, ngome, mwamba na uzima wa milele. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nikuonye, katika maisha yako usije ukawa na mwitikio kama wa Herode. Naweza kuwa uko hapa hujaokoka au umeokoka, umeanza kuseleka kurudi nyuma. Herode hakumpenda Yesu. Alimuona Yesu kama nani? Tishio. Kwa sababu gani? Mambo ya kitambo tu ya nafasi yake na heshima yake na utawala wake, yeye na watoto wake na kizazi chake. Na Israeli, Wayahudi waliokuwa pale Yerusalemu, na walifanya nao walitikisika kwamba sasa itakuwaje? Ina maana kwamba mzee mambo zake nafanye zinakaribia mwisho. Tukomenda pendwa, na washauri wake befanye walikana na kumshauri. Kwa hiyo mpanga aliyokuwa anafanya ni kusuka kumuondoa mtoto Yesu. Alisuka mpango fanye wa kumwangamiza. Waliotangulia fanye wamempokea, na wageni kutoka ambao fanye wamempokea Yesu, lakini yeye na kuambiwa kwamba nani? Ni Masihi. Kwa sababu yeye ni Myahudi, anafahamu kwamba Masihi maana yake nini. Kwa sababu ya ufalme wake na mambo zake binafsi, anaamua kufanya kuondokana naye, amwangamize. Tuko pamoja wapendwa? Huyu sio mataifa, hapana, ni Mwisraeli huyu. Anaamua fanye kutaka kumwangamiza, anasuka mipango fanye ya kumwangamiza. Kwa sababu gani? Ya maslahi binafsi, mambo ya kitambo ya dunia hii. Hao ni mambo ya milele. Hao ni kama wachungaji walivyoona. Hao ni kama mzee Simeoni anavyoona. Hao ni kama binti Fanueli anavyoona. Anaona habari ya manufaa yake pale pale, papo kwa papo hapo. Lakini anajua kwamba ni Masihi. Hao waliokuja kumwambia kwamba Masihi Kristo yuko hapa, amezaliwa hapa, mfalme wa Wayahudi, anawaheshimu, ni watu wa maana, wenye kuheshimika katika ulimwengu wakati ule. Lakini moyo wake umefaje? Moyo wake umekorogana, moyo wake umevurujika, moyo wake umechafu, hauko sawa na Bwana Mungu. Kwa hiyo maamuzi yake nifaje? Ni kumwangamiza Yesu. Tunafahamu yaliyoendelea. Alifanya mpango baada ya kwamba majusi hawakurudi kwake, akasubiri siku 2 3 na waoni wiki, akatengeneza nini? Tengeneza kikosi, nenda Bethlehem, kwa sababu alishapiga nani mahesabu kwamba kwa wiki waliopita hapa bila shaka kukaa siku nyingi,
na izidi siku moja katika kama walivyoniambia, naona ni miaka mingapi? Miaka 2. Watoto wote kuanzia miaka 2 kwenda chini wa kiume chinja wote pale Bethlehem. Wakawachinja watoto wa kiume wote pale Bethlehem. Kwa sababu gani? Ya wivu. Wivu. Yesu anakuwa nani? Tishio. Atamharibia mambo zake, atavuruga mambo zake. Anajiona haiko salama akiwa na Yesu. Anajiona kwamba hana uhuru. Kwa hiyo ikawa ni kilio kikubwa sana. Mpaka Biblia inasema kwamba Raheli hataki kunyamaza, kilio kikubwa katika Rama. Anapiga kelele kwa sababu watoto wake hawapo. Kwa nini Raheli? Kwa sababu ndiye mke wake nani? Yakobo, na ndiye bibi yao. Kwamba analia kilio kikubwa. Watoto kuanzia miaka mingi, wa kiume wote kuanzia miaka mingapi? 2 mpaka chini, wakawachinjilia mbali. Akajua kwamba Yesu mfadi amemmaliza. Lakini tunamshukuru Mungu, Bwana Yesu alishaondoka. Mama yake na baba yake walinyonywa katika ndoto, akampeleka mtoto Yesu wapi? Misri. Tuko pamoja wapendwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokumbuka kuzaliwa kwake na kuonyesha response au mwitikio watu mbalimbali walivyoitika katika kumtambua kwao na kumwelewa kwao, wameitikaje? Mimi na wewe tunaye Yesu. Tunapokumbuka kuzaliwa kwake, unakaaje na Yesu? Je, na wewe una uamuzi wa kumchinjilia mbali, kumfutilia mbali? Unaona anakuchelewesha, unaona kama anakufedhesha, unaona kama vile mambo zako haziendi, haukubariki, unaamua kuweka kando ili mambo zako ziende, mambo zako zinyoke, ukubariki, unaonekana kama na wewe ni mtu, uendelee na shughuli zako kama kawaida na mambo zako kama kawaida, wakupigia makofi, wakukubali, wakupongeza, na wewe ni mtu katika watu, sio kama milokole ile ambayo imezubaa. Unatafuta cheo na heshima kwa gharama ya kumpoteza Yesu. Tuko pamoja wapendwa? Jikague moyoni mwako ukoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasimama naye thabiti, imara, uko tayari kusutwa, uko tayari kubezwa, uko tayari kunyimwa haki zako, uko tayari kukandamizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari kwa hayo yote? Usikubali kumpoteza Yesu kwa hali yoyote ile, kwa sababu madhara yake ni ya milele. Vitu ambavyo vinakuvuta ili uchanganye, uvuruge na uharibu uhusiano wako na ushirika wako na Yesu ni vitu vya muda kitambo. Simama na Yesu, kuna faida ya uzima wa milele sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali michanganyo. Hata kama moyo umeanza kutafuta kuingia kwenye michanganyo, ondokana na hali ya namna hiyo. Viondoe ndani ya moyo wako, ili damu ya Yesu itakase moyo wako dhidi ya mambo hayo. Ivunje kongwa, ivunje kamba, ivunje mnyororo. Damu ya Yesu ikatilie mbali mambo hayo ndani ya moyo wako, ili ufunguke, uwe huru, ubaki ukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na wewe ambaye uko miongoni mwetu hujampa Yesu maisha yako, tunaposherehekea kuzaliwa kwake, muamini Yesu, mpe Yesu maisha yako. Wote makundi karibu 4 ambayo nimeyasoma walimwamini, waliamini habari walizopewa ambayo ni kweli ya neno la Mungu, wakalipokea na wakawa salama. Sio kusikia tu habari zake, waliamini wakachukua hatua. Wachungaji waliamini, wakaenda kumwona Yesu, wakapeleka habari walizoambiwa na malaika. Simeoni aliamini yale aliyoambia sawa sawa na unabii, akawahakikishia kwamba huyu mtoto aliyezaliwa, huyu ni mkuu, amebeba ufalme ndani yake, na ndio taifa la taifa la Israeli. Halafu namuona nani? Nabii mke Ana binti Fanuel, na mwenyewe hivyo hivyo anamkubali, anampokea Yesu kwamba huyu ndiye nani? Ndiye Mwokozi. Anakubali kwamba ndiye Mwokozi, lakini ni mtoto. Tunaona mamajusi wanamkubali, wanashuka na kupomoka mbele zake. Si watu wadogo, ni watu wenye heshima zao, na kumwachia zawadi. Wanamkubali Yesu. Na wewe ambao hujaokoka, mpe Yesu maisha yako, kubali awe Bwana na Mwokozi wako katika ibada hii ya siku ya leo. Ndiyo furaha yenyewe. Furaha ni kuwa na Yesu moyoni. Haji kuzaliwa, awe Bwana. Alishakuwa mtu mzima, akasulubiwa, alikuwa na miaka 33, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akafufuka, yu hai. Mkaribishe moyoni mwako, atawale maisha yako sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasherehekea kuzaliwa kwako kwa sababu ilibidi afanye azaliwe, awe mtu kama mimi na wewe. Mpokee Yesu. Usikubali kuendelea kuishi bila Yesu, ni kujimaliza.
Usikubali kujimaliza kama Herode, bali kubali kwenda katika mtiririko wa makundi karibu manne ambayo nimetangulia kuyataja. Utakuwa salama moyoni mwako. Tunakuwa salama kwa sababu tunaye Yesu, na furaha kubwa tulionayo katika siku ya leo ni kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunapokula na kunywa na kusherehekea Christmas, tunaye Yesu. Kula na kunywa sio jambo baya, lakini sio jambo priority la kuanzia. La kuanzia ni nini? Ni furaha ya kuwa na Yesu moyoni mwako. Hiyo furaha unayo moyoni mwake ikupe kununua nguo mpya, ikupe kula, ikupe kunywa. Haleluya! Ikupe kwenda kwenye machezo na kufanya mambo mengine, lakini jambo la kwanza Yesu moyoni. Yesu wapi? Moyoni. Vingine fanye vinafuata. Yesu ni kipaumbele. Yesu ni namba moja. Kuna watu ambao hujisahau siku ya Christmas, wanatanguliza mambo ya kulaji na unywaji na kuvaa na kushughulika na kuruka na kucheza hapa na pale, lakini huko ndani mambo yamekoroganya. Kabla ya kula na kunywa na kuvaa na shughuli nyinginezo, weka mambo zako sawa. Simama kisawa sawa na Bwana Yesu. Tembea kisawa sawa na Bwana Yesu. Kaa kisawa sawa na Bwana Yesu. Haleluya! Ukivaa unavaa na Yesu, na kula unakula na Yesu. Yuko moyoni na umejialaini, umekaa katika njia yake sawa sawa, sio michanganyo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye jibu la maisha, hatuna mwingine. Ni jibu la maisha yetu, na kwa kuwa ni jibu la maisha yetu, mpe kipaumbele, mpe nafasi ya kwanza, mpe heshima yake kama ipasavyo. Mheshimu akaheshimike. Nyumbani wakamheshimu kwa sababu yako, kazini wakamheshimu, chuoni na shuleni wakamheshimu, shambani wakamheshimu, sokoni wakamheshimu, kwenye miradi yako na shughuli zako wafanye wakamheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Ya maisha yako yapige kelele ya kumheshimisha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Napofika mwisho niseme hivi: kuwa na Yesu ni furaha kubwa sana kuliko utajiri wowote na cheo na heshima yoyote na kuenziwa na kushukuriwa na kutukuzwa kwa namna yoyote ile. Kama ni heshima na kutukuzwa, mamajusi walikuwa mbali. Kama ni utajiri walikuwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama ni cheo kwa habari ya utumishi, hata utumishi usije ukakudanganya kwa kuwa ni mchungaji, kwa kuwa ni nabii, mwalimu na mtume, kwamba wewe unaweza ukakoroganya mambo zako na kichanganya hapa na pale. Hapana, havitakufikisha vipeleke mahali popote. Yesu akiwepo kisawa sana ndani yako, uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchungaji wangu hautaniokoa, na uaskofu wako hauwezi kukuokoa, na utume wako na unabii wako hauwezi kukuokoa, na ualimu wako na uinjilisti wako hautakuokoa. Yesu akiwepo moyoni, mambo ni sawa sawa na uko salama. Haleluya! Sote tunajiaraini kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba hata akina Fanuel, pamoja na kwamba walikuwa ni wana maombi wazuri sana, prayer warriors, wafungaji wazuri, wamejitoa, lakini taraja lao, tumaini lao kwa nani? Yesu. Wamuone Masihi, wamuone Masihi, wamuone Masihi. Walipomwona mzee Simeoni akafurahi, Hana binti Fanuel akafanya akafurahi, wale wachungaji fanya wakafurahi, wakamtukuza Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi na wewe furaha yetu iwe ni nani? Yesu yuko moyoni. Ninaye, nimehakikisha. Ninaye Yesu, nimehakikisha. Aha, watu wa zamani hao. Ninaye Yesu, nimehakikisha. Mwokozi wangu, nitashinda vita. Vita maana duniani kuna nini? Tunapambana, yako mapambano huko, upinzani. Lakini kwa kuwa naye Yesu, nimehakikisha. Yuko wapi? Moyoni, ushindi ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kuwa ni furaha na shangwe mbele za Bwana, kwa kuwa tunaye Yesu, tufumbe macho yetu hapo tulipo. Tufumbe macho yetu, kajoto kapo na mimi nakasikia. Lakini leo siku ya furaha na shangwe mbele za Bwana, ukiwa umeinamisha kichwa chako, nikupe nafasi
ya kujikagua habari za moyo wako. Hapo ulipo, jikague moyo wako, jiangalie mambo ya maisha yako yakoje. Tunapokumbuka siku aliyozaliwa na tulimpokea, tunaye moyoni mwetu. Jikague moyoni mwako, jipime moyoni mwako, uko vizuri na Bwana? Na kioo ni neno la Mungu. Unakwenda kama nilivyosema, ndivyo ninavyoishi. Unatumika hivyo hivyo, unamuishia hivyo hivyo, unaingia na kutoka sasa na nini? Na nuru ya neno la Mungu. Kama kuna shida, mwambie Bwana, nisamehe, ni rehemu, naomba unioshe, unisafishe, unitakase kwa damu ya Yesu. Sema na Baba yako wa mbinguni hapo ulipo. Haleluya, toria nomba ya bakanaraba. Amere hora makaya, amere hori murabaka, amere baramori barabakai, hari murabakoni aruba. Haleluya, shirilarura imarabakana. Haleluya, 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 haleluya. Sema naye vile unavyomtambua moyoni mwako, ndivyo utakavyomheshimu. Huwezi kumheshimu zaidi ya vile unavyomwona na kumwelewa na kumtambua sifa zake na heshima yake na ukuu wake. Kimtambua kisawasawa, utampa heshima ipasavyo. Popote pale ulipo, utatoa kipaumbele kwa Yesu.